Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya 12 ya mwaka A wa kanisa. Na ujumbe ambao nataka kuleta kwako leo unasema usiuze ukweli kwa bei ya hofu. Usiuze ukweli kwa bei ya hofu. Ndugu zangu, kuna jambo ambalo limekuwa likiendelea kuumiza ulimwengu wetu leo hii. Jambo hili, watu wengi hawashindwi kufanya mema kwa sababu hawajui mema ni nini, wala watu wengi hawashindwi kufanya jambo lililo sahihi kwa sababu labda hawajui jambo sahihi ni lipi, wala watu wengi hawashindwi kutetea ukweli kwa sababu hawaujui ukweli ni upi. Lakini tatizo kubwa ni moja tu. Tatizo kubwa, tunaogopa. Hofu. Katika dunia ya leo, ndugu zangu, tunaweza tukaona jambo hili liko karibu kila mahali, kwenye maeneo mengi sana. Watu wanaogopa kusema ukweli kwa sababu labda wanaogopa watapoteza marafiki. Tunaogopa kusema ukweli maana tunaogopa tutawapoteza. Wakati mwingine tunaogopa kutetea haki kwa sababu tunaogopa kukataliwa. Wakati mwingine tunaogopa kusimama hata upande wa Mungu kwa sababu tunaogopa labda tutachekwa au tutabezwa. Wakati mwingine tunaogopa hata kukemea maovu kwa sababu tunaogopa labda tutaonekana wabaya, tutaonekana si watu wazuri. Wakati mwingine tunaogopa hata kuishi imani yetu kwa sababu tunaogopa tu maoni ya watu, watasema nini juu yetu. Na pole kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba tunaanza kutafuta amani, kufanya amani na kile kitu tunachojua kwamba ni kibaya. Sio kwa sababu labda tunakipenda, bali ni kwa sababu tunaogopa kukikataa. Kwa mfano, unakuta mtu anajua kabisa rushwa ni mbaya. Hilo anajua rushwa ni mbaya, lakini bado anashiriki kwenye rushwa. Mwingine anajua udanganyifu ni mbaya, lakini bado anafanya. Mwingine anajua kabisa maisha yake yanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini anasema nifanye nini sasa? Au hivi ndivyo kila mtu anavyofanya. Na kwa namna hiyo, ndugu zangu, ukweli unaanza kuuzwa. Ukweli unaanza kuuzwa. Sio kwa fedha, hauzwi kwa fedha, wala hauzwi kwa mali, wala hauzwi kwa madaraka, lakini unauzwa kwa bei ya hofu. Kwa bei ya hofu. Ndugu zangu, mimi ninatamani kila mmoja ajiulize maswali mawili matatu magumu. Hebu jiulize kwamba ni ukweli gani ambao unaufahamu lakini unaogopa kuufuata. Hebu jiulize ni maamuzi gani ya haki ambayo umeyaahirisha kwa sababu tu ya hofu. Umeyaahirisha kwa sababu ya hofu. Au jiulize ni mara ngapi umejaribu kuwafurahisha watu huku ukiumiza na kuua dhamiri yako. Unajaribu kuwafurahisha watu huku dhamiri yako inavuja damu. Au ni mara ngapi umechagua kuwa salama badala ya mapenzi ya Mungu. Sasa leo nataka tutafakari mambo matatu muhimu sana. Jambo la kwanza, unajua ni hili. Unajua ukweli unaweza kukufanya upingwe sana, lakini kupingwa kusikufanye uache kuusimamia. Ngoja nirudie. Ukweli unaweza kukufanya ukapingwa sana, lakini kupingwa kusikufanye hata siku moja ukaogopa kuusimamia. Unajua, katika somo la kwanza tumesikia kutoka kitabu cha Yeremia, ile sura ya 20 mstari wa 10 mpaka wa 13. Tumemsikia nabii Yeremia hapa, na ili tuweze kuelewa vizuri hili somo tunahitaji kuelewa mazingira aliyokuwa anaishi nabii Yeremia. Unajua, Yeremia hakutumwa kwa watu wasiomjua Mungu. Hapana. Wala Yeremia hakutumwa kwa wapagani, wala hakutumwa kwa watu wasiokuwa na dini. Alitumwa kwa taifa la Mungu lenyewe. Alitumwa kwa taifa la Mungu. Na tatizo lilikuwa ni kwamba taifa lilikuwa limeanza kuishi mbali na Mungu. Hilo ndio lilikuwa tatizo. Kulikuwa na ibada za juu tu. Kulikuwa na viongozi ambao walikuwa wanatafuta maslahi yao tu. Walikuwa hawahangaiki kabisa kuhudumia watu. Kulikuwa na dhuluma nyingi sana katikati ya ile jamii.
kulikuwa na unafiki mkubwa. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanataka kusikia maneno mazuri tu badala ya kusikia ukweli. Wao wanataka wasifie tu. Hiyo ndio hali iliyokuwepo. Sasa Mungu anamtuma Yeremia awaambie ukweli watu ambao hawapendi kusikia ukweli. Kwa nini? Kwa sababu ukweli mara nyingi, ndugu zangu, unaumiza kabla hujaponya. Wewe nenda kasome kitabu cha Yeremia, uangalie yaliyomtokea Yeremia. Yeremia pamoja na kuongea ukweli na kusimamia ukweli, Yeremia alikemewa sana. Pamoja na kusimamia ukweli, alitukanwa, alidhihakiwa, alitengwa, alifuatiliwa. Yeremia alitafutiwa hata makosa, yalitengenezwa makosa. Alizungukwa na watu waliokuwa wakimsubiri na kutamani aanguke tu. Na ndio maana leo kwenye somo hili la kwanza anasema, nasikia minong'ono ya wengi, hofu pande zote. Nasikia minong'ono ya wengi, hofu kila upande. Kwa lugha nyingine, Yeremia anasema, kila ninapoangalia kuna vitisho. Nikigeuka huku kuna vitisho. Nikigeuka huku kuna vitisho. Kila ninapoangalia kuna watu wanaotaka nianguke. Kila ninapoangalia kuna watu wanasubiri wanikosoe. Lakini pamoja na hayo yote, Yeremia hakubadili ujumbe wake. Hilo ni jambo la msingi sana. Yeremia hakubadilisha ujumbe wake. Hakubadilisha kusema ukweli. Hakusema ngoja nibadilishe ukweli kidogo ili watu wanipende. Hakusema hivyo. Wala hakusema ngoja ninyamaze ili nipate amani. Hakusema hivyo. Wala Yeremia hakusema ngoja nifanane nao na wengine ili waweze kunipenda. Hakusema hivyo. Aliendelea kusimama upande wa Mungu. Ndugu zangu, hili ni fundisho kubwa sana kwetu. Ni fundisho kubwa sana kwetu. Kumbuka, tunaishi katika wakati ambao watu wengi sana wanataka ukweli unaowabembeleza. Watu wengi wanataka injili inayowafariji, lakini sio injili inayowabadilisha. Hawataki hiyo. Watu wengi wanataka Yesu anayebariki kila kitu wanachofanya, lakini asiwaambie watubu. Hawamtaki Yesu anayewaambia watubu. Watu wengi leo, ndugu zangu, wanataka dini inayowapa amani, dini inayotangaza mafanikio, dini inayotangaza utapata pesa, lakini hawataki dini inayo challenge wao kubadilika, inayowachallenge. Hiyo hawataki. Hawataki mateso, hawataki. Sasa huo sio ujumbe wa manabii tu. Ujumbe huu wa Yeremia si kwa ajili ya manabii tu, wala si ujumbe ambao ulikuwa unamzungumzia Yesu tu. Kwa sababu mara nyingi, ndugu zangu, tunafikiri kwamba tukisema ukweli basi kila mtu atatupenda. Hapana. Mara nyingi tunafikiri kwamba unajua, Yeremia anatufundisha kwamba kuna wakati mwingine kufanya jambo sahihi hakutakufanya upendwe, lakini kutakufanya uwe mwaminifu sana. Hakutakufanya upendwe, hutapata marafiki. Na mbele za Mungu uaminifu ni muhimu kuliko umaarufu. Kumbuka hilo daima. Mbele za Mungu uaminifu ni muhimu kuliko umaarufu. Kwa hiyo leo tujiulize, ndugu zangu, je, ni maeneo gani katika maisha yangu ambapo hofu ya watu inanifanya nisimame mbali na ukweli? Ni maeneo gani? Je, ninaishi kwa ajili ya kumpendeza Mungu tu, au ninaishi kwa ajili ya kupata makofi kutoka kwa watu, nipigiwe makofi na watu? Kwa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ndugu zangu, hofu ni mtego mkubwa anaoutumia shetani kutunasa. Hilo ni jambo la pili. Hofu ni mtego mkubwa sana anaoutumia shetani kutunasa. Unajua, katika injili ya leo kutoka kwenye Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 26 mpaka wa 33, tunaona Yesu akirudia maneno yale tena na tena. Anasema msiogope. Na wala si mara moja, wala si mara mbili, lakini anarudia mara 3. Msiogope. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anajua vizuri sana kwamba adui mkubwa wa imani mara nyingi sio dhambi peke yake.
Lakini adui mkubwa wa imani ni hofu. Muktadha wa injili hii ndugu zangu ni muhimu sana, ni muhimu sana. Yesu anawaandaa wanafunzi wake kwenda kutangaza injili. Anajua kabisa mbele yao kuna mateso. Anajua kabisa watadharauliwa. Anajua kabisa watatukanwa. Anajua hayo. Anajua kabisa watafikishwa mahakamani. Yesu anajua. Anajua baadhi yao watauawa pia. Yesu anajua watauawa. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu hasemi kwamba hakutakuwa na matatizo. Hawadanganyi. Hawaambii kwamba hakutakuwa na matatizo. Wala Yesu hasemi kwamba hakutakuwa na mateso. Wala Yesu hasemi kila mtu atawapenda. Lakini Yesu anawaambia msiogope. Msiogope. Hicho ndicho kitu Yesu anawaambia, msiogope. Msiogope. Kwa sababu ujasiri wa Mkristo ndugu zangu hauji kwa kukosekana kwa matatizo. Lakini ujasiri wa Mkristo unatokana na uwepo wa Mungu katikati ya matatizo. Hapo ndipo Mkristo anakuwa jasiri. Unajua shetani amewashinda watu wengi sio kwa sababu ya nguvu au sio kwa nguvu. Lakini amewashinda watu wengi kwa hofu. Hofu. Watu wengi hawakuanza kupotea kwa kutaka kufanya maovu. Hapana. Walianza kupotea walipoanza kuogopa, walipokuwa na hofu. Waliogopa kupoteza kazi, wakaamua kucompromise imani. Waliogopa kupoteza marafiki, wakaamua kucompromise imani. Waliogopa kupoteza nafasi zao, wakaamua kula rushwa. Waliogopa kusema vibaya, wakaamua kucompromise imani. Na pole pole wakaanza kufanya mambo ambayo dhamiri zao zilikuwa zinawakataza mwanzo. Wakaanza kuyafanya. Ndio maana Yesu anasema msiogope wale wanaoua mwili, lakini hawawezi kuiua roho. Ndugu zangu, hii ni sentensi ngumu sana katika somo hili la Injili. Unajua Yesu anachotaka kutuambia ni hiki, kwamba jambo muhimu kuliko yote katika maisha ya hapa duniani. Anatuambia jambo muhimu sana kwenye maisha ya hapa duniani, kwamba kuna jambo zaidi ya mali. Anatuambia kuna jambo zaidi ya sifa za watu. Anatuambia kuna jambo zaidi ya usalama unaoutafuta. Anakuambia kuna jambo zaidi ya mafanikio unayoyatafuta. Anatuambia kuna jambo zaidi ya hapo. Na jambo hilo ndugu zangu ni nini? Jambo hilo ni wokovu wa roho yetu. Wokovu wa roho yako ni zaidi ya kila kitu. Hakuna sababu ya kupata kila kitu hapa duniani alafu ukapoteza wokovu wa roho yako. Sasa ndugu zangu, leo watu wengi sana tunaogopa kupoteza vitu vya muda mfupi, lakini tunasahau vitu vya milele. Watu wengi leo tunaogopa kupoteza nafasi, lakini hatuogopi kupoteza urafiki wetu na Mungu. Watu wengi leo tunaogopa kukosolewa, lakini hatuogopi kutenda dhambi. Watu wengi leo tunaogopa maoni ya watu, lakini hatuogopi hukumu ya Mungu. Hatuwazi kabisa hiyo. Na ndio maana Yesu leo anatukumbusha, anatuambia kwamba hata nywele za vichwa vyetu zimehesabiwa. Maana ya maneno haya ndugu zangu ni kubwa sana, kwamba hata nywele za kichwa chetu zimehesabiwa. Maneno haya ndugu zangu yanamaanisha kitu kimoja kikubwa sana, kwamba hakuna kitu katika maisha yako kisichojulikana na Mungu. Ndio maana yake. Maana yake hakuna maumivu ambayo Mungu hayaoni kwenye maisha yako, wala hakuna machozi ambayo Mungu hayahesabu kwenye maisha yako. Hakuna sadaka unayotoa kwa ajili ya ukweli ambayo Mungu ataisahau. Hakuna gharama unayolipa kwa ajili ya Injili ambayo Mungu hajui. Haipo hiyo gharama. Kwa hiyo Mungu anakujua zaidi ya unavyojijua wewe. Mungu anakufahamu zaidi ya unavyojifahamu wewe. Na kama Mungu anakujua kiasi hicho, kama Mungu anakufahamu kiasi hicho, kama Mungu anakujua kiasi hicho, kwa nini kuogopa? Kwa nini kuogopa? Na jambo la tatu na la mwisho ambalo tunaitwa kulitafakari leo ni kwamba Mungu atakupa nguvu ya kusimama, au Mungu atakupa nguvu ya kusimamia ukweli. Hiyo nguvu inatoka kwa Mungu. Kusimamia ukweli huwezi kwenda kwa nguvu zako tu.
Mungu atakupa nguvu ya kusimama kwa ajili ya ukweli. Unajua, baada ya kusikia wito wa kusimamia ukweli, swali linakuja ni hilo kwamba hivi nguvu nitapata wapi? Nitawezaje kusimamia ukweli katikati ya changamoto ngumu? Nitawezaje kusimamia ukweli katikati ya kazi? Nitawezaje kusimamia ukweli katikati ya watu ambao hawataki ukweli? Kwa sababu ukweli una gharama. Mtu asikudanganye. Ukweli una gharama. Kuwa mwaminifu kuna gharama. Kusimama upande wa Kristo Bwana kuna gharama. Na ndio maana kwenye somo la pili kutoka kitabu cha Warumi, ile sura ya 5 mstari wa 12 mpaka wa 15, somo hili linatupa matumaini makubwa sana, kwa sababu Paulo anatupeleka mpaka mwanzo kabisa mwa ile historia ya mwanadamu. Anaturudisha huko mwanzo kwenye historia ya mwanadamu, anamzungumzia Adam. Anasema kabisa kupitia Adam dhambi iliingia, na hiyo dhambi ilichofanya ni nini? Ikaleta majeraha. Hiyo dhambi ilichofanya ni nini? Ikaleta migawanyiko. Hiyo dhambi ilichofanya ni nini? Ikaleta hofu. Hiyo dhambi ikaleta kifo. Kwa kifupi, Paulo anaeleza hali ya mwanadamu bila Kristo. Anaeleza hali ya mwanadamu bila Kristo. Lakini Paulo hasimamii hapo tu. Paulo anapitia anaeleza namna ambavyo neema ilivyoletwa na Yesu, kwamba kwa kupitia Yesu neema ya Mungu imeingia duniani, na hiyo neema Paulo anasema imeingia kwa wingi sana. Na hapa ndugu zangu, Paulo anatumia lugha ya kulinganisha. Ni kana kwamba Paulo anasema dhambi ni kubwa, lakini Kristo ni mkubwa zaidi. Ni kana kwamba Paulo anasema giza ni kubwa, lakini Kristo analeta mwanga ambao ni mkubwa zaidi. Paulo anasema kwa lugha nyingine, hofu ni kubwa, lakini neema ya Kristo ni kubwa kuliko hofu yoyote. Unaweza kuzungumzia hata kifo, ukasema kifo ni kikubwa, lakini uzima wa Kristo, uzima unaoletwa na Yesu ni mkubwa zaidi. Na ndugu zangu, hii ndiyo habari njema. Hii ndiyo habari njema. Mungu hakuiti kupigania ukweli kwa nguvu zako mwenyewe, utashindwa. Huwezi kupigania ukweli kwa nguvu zako mwenyewe. Wala Mungu hakuiti kubeba msalaba kwa nguvu zako mwenyewe. Hutaweza, huwezi kubeba msalaba kwa nguvu zako mwenyewe. Wala Mungu hakuiti kushinda majaribu kwa nguvu zako mwenyewe. Daima Mungu anakupa neema yake. Daima Mungu anakupa nguvu zake. Daima Mungu anakupa msaada wake. Atainua msaada hata maeneo ambayo hukutarajia. Na ndio maana nabii Yeremia hakukata tamaa. Ndio maana mitume hawakurudi nyuma. Ndio maana mashahidi wa Uganda hawakumkana Kristo Bwana. Ndio maana watakatifu waliweza kusimama, si kwa sababu walikuwa na nguvu sana kuliko sisi, hapana, lakini kwa sababu walimtegemea Mungu kuliko walivyojitegemea wenyewe. Walimtegemea Mungu zaidi. Ndugu zangu, kumbuka hili daima. Mungu anayekuita kusimama kwa ajili ya ukweli ndiye huyo atakayekupa nguvu za kuusimamia mpaka mwisho. Mungu anayekuita kusimamia ukweli atakupa nguvu. Hatusimami peke yetu, tunasimama na Mungu. Tunatembea na Mungu. Tunapambana pamoja na Mungu. Tukiwa na Mungu, hatuko peke yetu. Tunateseka tukiwa pamoja na Mungu. Na siku moja tutashinda pamoja na Mungu. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi. Tatizo kubwa la ulimwengu tulionao leo si kwamba ni ukosefu wa watu wenye elimu. Hapana. Tatizo kubwa la ulimwengu huu wala si ukosefu wa watu wenye vipaji. Wala tatizo la ulimwengu huu si ukosefu wa watu wanaojua ukweli. Lakini tatizo kubwa la ulimwengu huu, ndugu zangu, ni ukosefu wa watu wenye ujasiri wa kuishi ukweli wanaoufahamu. Ujasiri wa kuishi ukweli wanaofahamu. Watu wengi tunajua yaliyo sahihi, lakini tunaogopa kuyafanya. Watu wengi tunajua yaliyo mabaya, lakini tunaogopa kuyakataa, tunaogopa kuyapinga. Watu wengi tunamjua Kristo, lakini tunaogopa kumshuhudia, tunaogopa kusimama naye.
Lakini leo Yesu anasimama mbele yetu na kutuuliza maswali haya, kwamba utaendelea kuishi kwa kuongozwa na hofu au kwa kuongozwa na imani? Utaendelea kuongozwa na maoni ya watu au utaendelea kuongozwa au kuisikiliza sauti ya Mungu? Utaendelea kuuza ukweli kwa bei ya hofu au utasimama upande wa Kristo kwa ujasiri? Kwa sababu mwisho wa siku, ndugu zangu, hatutahukumiwa kwa yale tuliyoyaogopa hata siku moja. Tutahukumiwa kwa yale tuliyoyafanya. Tutahukumiwa kwa kushindwa kufanya au kusimama kwenye ukweli. Tutahukumiwa kwa sababu tulishindwa kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya hofu. Sasa kumbuka hili daima, ndugu zangu, na ninatamani ili likupe nguvu, kwamba Yeremia, kumbuka hilo, Yeremia hakuuza ukweli. Kumbuka hilo. Mitume hawakuuza ukweli. Kumbuka hilo. Mashahidi hawakuuza ukweli, walimwaga damu yao kwa ajili ya ukweli. Yesu hakuuza ukweli. Hakuuza ukweli. Alienda msalabani kutetea ukweli, kusimamia ukweli. Na leo neno la Mungu, ndugu zangu, linatuita sisi pia tusiuze ukweli kwa bei ya hofu. Tusiuze ukweli kwa bei ya hofu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakia Dominika njema yenye baraka na mafanikio. Tumsifu Yesu Kristo.